Jamhuri walitaka kuingiza ushahidi wa ziada jana, na kulikuwa na mabishano makubwa sana mahakamani. Umeona magazeti ya leo yameandika, imekuwa taarifa kubwa sana, na shahidi huyu ambaye ni ACP Mahamba ambaye atakuwa shahidi wa 26 kwa mujibu wa mpangilio wa wale mashahidi 30 ambao kisutu ni kwamba ndiye kwa mujibu wa Jamhuri ndio alikuwa mpelelezi mkuu wa matukio ya uchaguzi mkuu wa Oktoba, kwa maana wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba. Sasa maamuzi yametoka asubuhi, na Lissu alikuwa anapinga ushahidi huo kwa sababu ambao kwa kiasi kikubwa ulikuwa unahusu matukio hayo. Taarifa tulizonazo ni kwamba asubuhi hoja za Lissu zimekubaliwa ndani ya mahakama. Nini kimejili asubuhi? Pengine tupate update ya kilichotokea. Habari za hapo wanaita Mwembeni. Nikivukoni hapa Mwembeni watu bwana wewe. Habari za Kigoma na Lindi. Wanasema Kigoma, wanasema kuna watu wasema yuko Mwembeni mahakamani Mwembeni. Sasa bwana kesi ya Ruhaini ya Lissu inaendelea leo. Kama unakumbuka jana palikuwa kuna hoja ambayo ililetwa mahakamani, na hoja hii kimsingi sio ya jana tu, ilikuja toka Ijumaa iliyopita. Ni upande wa mashtaka wa Jamhuri ulikuwa unataka kuwasilisha upelelezi ushahidi wa ziada. Ushahidi huu unatokana na askari mpelelezi anaitwa ACP Amini Mahamba. Huyu ACP Mahamba, kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, kama sikosei, ilikuwa ni siku ya Alhamisi alipaswa kutoa ushahidi, lakini alikwama kwa sababu alipata msiba. Alipopata msiba basi ikawa ameshindwa kuja. Kwa hiyo sasa wanasema wakati anaandika maelezo yake Februari 16 ilijulikana kwamba alikuwa na maelezo ya ziada ya ushahidi ambayo alitaka kuwasilisha mahakamani. Hivyo jana upande wa Jamhuri ukiongozwa na wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga uliwasilisha hoja zao ya kwamba wanataka kufikisha notisi yao ya ushahidi wa ziada, na notisi hii ni ushahidi wa ACP Amini Mahamba ambao aliandika Februari 16 wakati anaandaliwa kwa ajili ya kutoa ushahidi. Notisi hii inahusiana na nini? Notisi kwenye huu ushahidi wa ziada wa Amini ni kwamba yeye alikuwa kiongozi wa upelelezi katika matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, nazungumzia Oktoba 29 na kuendelea, wakati na baada, zingatia hiyo wakati na baada. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa kiongozi wa upelelezi. Sasa kwenye substance ya ushahidi au kini cha ushahidi wake ameelezea yale aliyoyapata kwenye ule upelelezi. Kwa hiyo jana wakili Nasoro Katuga alitaka kusubmit hilo mahakamani. Mshtakiwa ambaye ni Tundu Lissu, by profession ni wakili, alipinga hilo jambo, akasema kwamba notisi hiyo sio halali. Sasa kwa nini anasema notisi hiyo sio halali? Na Jamhuri kwa nini anasema notisi ni halali? Jamhuri inasema kwamba iliwasilisha notisi kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, yani CPA marejeo ya mwaka 2023 sura ya 20, kwamba kifungu cha kwanza cha pili na cha 4 cha sheria ni kwamba ni halali kuwasilisha hiyo notice mahakamani, ushahidi wa ziada. Anaeleza kwamba Katuga kwenye ushahidi wa ziada kwenye kesi sheria CPA inaeleza kwamba maelezo ambayo hayakusomwa mahakamani, mahakama ya ukabidhi, hata kwenye mashauri kama haya, yanaweza kufikishwa kuwasilishwa kama ushahidi wa ziada. Lissu akapinga akieleza mahakama kwamba yeye anasema sheria inasema kwamba maelezo ambayo yanatakiwa kuwasilishwa ni ambayo hayakusomwa kabisa. Unaelewa hapo Na kupata vizuri sana. Sasa Jamhuri inachowasilisha ni maelezo mapya, lakini Lissu alijenga hoja nyingine kwamba yeye amekamatwa, alifanya makosa au yanaitwa makosa kwa maelezo yake, kwamba ilikuwa ni Aprili 3, 2025, akakamatwa Aprili 9, akashtakiwa Aprili 10. Inakuaje mambo yaliyotokea baada ya Aprili 10 ya usike tena kama ushahidi kwenye kesi yake? Elewa so nasema kwanza Aprili 10 yupo mahakamani, yupo gerezani. Inakuaje hayo mambo yahusishwe? Sasa kwa mahakama leo sasa imetoa uamuzi asubuhi. Kama unafahamu kama unakumbuka, kesi hii inaongozwa na majaji watatu, wakiwa na jopo hilo likiwa kiongozi wake Jaji Johnson Ndunguru.
kutoka mahakama kuu Iringa. Leo ametoa uamuzi, anasema umefuatilia hizo hoja za pande zote mbili, ikiwemo za jamhuri ambazo zinahusishwa na Nasoro Katuga ya kwamba ni halali wao kuwasilisha notisi hiyo, kwa sababu wanasema notisi hiyo ni ushahidi wa ziada. Lakini pia umefuatilia hoja za Lissu ya kwamba notisi hiyo ingeweza kupokelewa kama ushahidi ulikuwa ni ambao ni maelezo yalikuwa kwenye mahakama ya ukabidhi, halafu hayakusomwa yakasahaulika. Nataka nimekuwa hapa Jaji Ndunguru anasema akirejea kifungu cha 308 kipengele cha kwanza kidogo na cha pili na tatu na cha nne, na hivyo basi ukiangalia kifungu hicho kwa uelewa wao majaji, kifungu hicho kinatoa masharti notice ionekane inakubalika au ni reasonable. Anasema kwanza, maelezo lazima yawe yanatoka kwa shahidi, lakini maelezo kiini cha ushahidi iwe ni ushahidi ambao haukusomwa wakati wa committal proceedings. Committal proceedings ni pale kwenye mahakama ya ukabidhi, yale maelezo yanayosomwa pale. Lakini haisemi ushahidi huo ni ule ambaye haukuwepo wakati wa committal. Kama unakumbuka pia, huu shahidi ambaye ni Mahamba ni shahidi wa 26 kwenye hii kesi, na maelezo yake yalishasomwa tayari kwenye mahakama ya ukabidhi kwenye ukurasa 124 hapo alishasomwa tayari. Kuna mahakama kuu tayari kati hizo analetwa kuja kushtakiwa sasa rasmi, yalisomwa pia hayo maelezo yake. Kwa maana hiyo kwamba hakuna maelezo yaliyosahaulika. Sasa mahakama ikaendelea kusema kwamba ukiangalia hayo aliyosema hapo juu ni kwamba tunaona kifungu hicho kinafungua mlango kuleta ushahidi kwa maelezo yake ambayo yalikuwepo, lakini kwa bahati mbaya hayakusomwa wakati wa committal proceedings. Lakini akifungue mlango wa kuleta ushahidi mpya ambao haukuwepo au haukuletwa au ambao umepatikana baadaye wakati committal proceedings ilishafanyika. Wote tunakubaliana kwamba maelezo yake yalikuwepo na yalishasomwa wakati wa committal proceedings, na ni miongoni mwa mashahidi walioorodheshwa kama nilishakwambia ni shahidi namba 129. Notice inaeleza kuwa shahidi huu ulipatikana baada ya upelelezi wa uchaguzi huu wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 kama tulivyosema. Na segment imeandikwa ni tarehe 9 mwezi wa pili iliandikwa wakati committee inafanya, ushahidi huu tayari haukuwepo. Kwa wakati wa committee procedure shahidi kuwepo, lakini anaendelea kueleza kwamba mashtaka walieleza kuwa ulijulikana ushahidi huu wakati wanamwandaa shahidi, na mahakama imejaribu kuangalia. Nasema kwa maoni yao kifungu hicho hakitoa nafasi kwa jamhuri kuweza kutathmini ushahidi. Baada ya kusema hayo, mahakama imeona kwamba notice ya kuongezwa kwa ushahidi ambayo imeletwa na upande wa mashtaka haitawaliwi na kifungu cha 308, inakubaliana na pingamizi lilotolewa na mshtakiwa ambaye ni Lissu, na notice hiyo haiendani na kifungu cha 308. Basi hivyo mahakama imeikataa notice hiyo. Kwa hiyo hicho ndo ambacho kimejili mahakamani asubuhi hii. Kwa hiyo baada ya hapo kinachoweza kuendelea sasa ni taratibu za ushahidi. Mashahidi wengine ambao wameandaliwa na jamhuri ndio watakaoweza kuendelea kutoa ushahidi. Kumbuka leo wanaendelea kutoa ushahidi wa 16. Ni kushukuru sana kutoka hapo Kivukoni, sio Mwembeni, Kivukoni. Kuna Mwembe mkubwa hapa nje. Wanasema niko hapa mahakamani Mwembeni ndo wapi? Kumbe Kivukoni. Asante sana bwana. Hiyo ndo. Asante. Ni kutoka pale mahakamani. Hii ilikuwa ni moja ya taarifa muhimu ambayo tulikujuza kwamba ni lazima ilikuwa uipate, inatokana na mabishano ya kisheria hapo jana. Na kumbuka ushahidi wa jamhuri ulikuwa unahusisha matukio ya Oktoba 29. Walitaka kuona namna gani wanavyoweza ushahidi wa ziada uliotokana na baada ya matukio ya Oktoba 29 hapa katikati baada ya upelelezi, kwa namna gani alipaswa kuunganishwa na shughuli za Lissu, lakini tumeshindwa kupata huo uondo kwa sababu mahakama imekataa hoja hizo.